Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimekwama, nashindwa kulipa. Unadai kiasi gani? Nadai milioni 15. Ni ofisi ipi na ipi? Naam. Ni ofisi gani unawadai? Ofisi ninayodai ni TEMESA, ambao wamenituma kufanya kazi katika hospitali ya mkoa Ikuru. Haya, njoo hapa uonane na naibu waziri wa ujenzi. Mheshimiwa naibu waziri, TEMESA iko kwako. Mnamdai mnamuita anatengeneza, kulipa mlipi. Hebu onana naye, waite na TEMESA walioko hapa. Haya, mwingine. Mimi naitwa namsikiliza. Mimi naitwa Meja mstaafu. Yuko wapi? Yuko hapa mheshimiwa, amekaa hapa chini. Mzee wetu anamuelezea ndugu yake hapa. Nimekuja naye ambaye ni mzee wangu. Mimi naitwa kwa majina, naitwa Patrick Christopher Majatanga Mzindakaya. Ni kaimu mkurugenzi wa kampuni ya ulinzi na Luzunzu Security Company Limited. Tumeingia katika mkataba na taasisi ya elimu ya watu wazima katika mkoa wa Sumbawanga Rukwa. Baada ya mwaka 1922 mwezi wa kwanza, taasisi ya elimu ilitoa tenda ya kulinda pamoja na ujenzi wa madarasa yale ya shule. Kuanzia mwaka 2022 hiyo nimefanya kazi mpaka leo hii, miaka 48. Yani leo naweza nikasema ni birthday ya kati ya Luzunzu na taasisi ya elimu. Nimelipwa miezi 13 tu. Katika hiyo miezi 48 nadai milioni 15,360,000. Lakini mpaka sasa nimelipwa miezi 13 ambayo ni milioni 4,160,000. Deni lililobaki ni milioni 11,200,000 mheshimiwa. Nimeenda Dar es Salaam najibiwa sielewi. Nimerudi hapa najibiwa sielewi. Natumia nauli zangu mpaka naamua kukopa hela katika vikopa vidogo vidogo. Taasisi ya elimu hapa, mwakilishi yuko wapi? Yuko wapi mtu wa taasisi ya elimu? Ndo wewe. Hebu njoo kwenye maiki hapo. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru. Ni kweli kwamba kampuni ya Luzunzu inaidai taasisi yetu, mimi nikimwakilisha mkuu wa chuo. Na changamoto iliyoko ni kwamba sisi watu au ofisi ya mkoa hairatibu shughuli yote ya mikataba pamoja na malipo. Lakini yanaratibiwa wapi? Makao makuu Dar es Salaam. Nani aliyeingia mkataba? Ni idara ya rasilimali watu makao makuu, sio sisi. Sasa mnaingiaje mikataba na mlipi? Ndio hiyo changamoto iliyopo mkuu, lakini wiki iliyopita hata nilimuita ofisini. Na kwa nini mnaacha yeye ndo ahangaike? Lakini mimi namsaidia sana, yeye mwenyewe anajua kwamba sisi kazi yetu ni kuhakikisha tu anatoa huduma, alafu invoice na vitu vingine tunatuma. Lakini wiki iliyopita, mwezi uliopita, tulikuwa na kikao Dar es Salaam, Morogoro. Nikamuita baada ya kikao kwamba tumeazimia, baraza la taasisi limeazimia ndani ya mwezi huu atalipwa fedha zake zote. Na nilimwambia yeye mwenyewe anafahamu kwamba ninashirikiana naye vizuri katika kufuatilia jambo lake. Haya, muhakikishe mwezi huu yanalipwa. Rasi, weka rekodi za hawa wote waliosema wanalipa ndani ya mwezi huu. Nitahitaji hiyo ripoti kwamba mwezi huu wamelipwa hao watu. Taasisi ya elimu pamoja na wale wengine wa halmashauri. Haya, mwingine, yule mama msaidieni pale, amefichwa sana hapo. Yule mama ataumia, msaidieni, yuko amefichwa chini kabisa hapo. Hebu msogezeni aje mbele kidogo hivi. Hebu msaidieni, msikilizeni, ataumia hapo. Mimi kwa majina naitwa Ana Gerard Mwanakatwe. Mheshimiwa, toka mume wangu alivyonipa ujauzito alishanikimbia. Hapa nilipo nasomesha, nina maisha magumu, sielewi mtoto wangu anakuja kula nini.
Hapa nilipo nadaiwa kodi ya nyumba ya miezi 6 mheshimiwa. Na amekimbia kaenda wapi? Sijui alikoenda. Hebu mtafutieni kiti hiyo mama. Haya, afisa wa maendeleo ya jamii uko wapi? Maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii uko wapi? Kwa mheshimiwa. Haya, mwanaume amekimbia. Unamwona mama hapo ana sweti. Mwanaume amekimbia. Naomba tuchukue maelezo yake, tuangalie namna ya kumsaidia kumpata huyo mwanaume. Huyo mwanaume ni wa wapi mama? Mwanaume ni Wakaengesa. Ni wa wapi? Wakaengesa. Wakaengesa. Ndio. Tangu akimbia ni muda gani? Toka tu aliponipa ujauzito mimba ya mwezi mmoja akakimbia. Akakimbia? Ndio. Au ameenda kutafuta? Hapana. Hivi unavyoniona mheshimiwa, mimi napewaga operation. Haya basi, sogea pale kwa afisa wetu wa maendeleo ya jamii, tutashauriana namna ya kukusaidia. Haya, huyo hapo, hebu mpeni bibi aongee kwanza tujue ni nini. Mimi naitwa Omelina Matthew Kanondo, ni mwalimu mstaafu. Tuliweka mkataba nilinunua nyumba baada ya kustaafu, tukaweka mkataba na Flowini Kenneth Haule, ambaye alikuwa, ile nyumba ilikuwa ya baba yake mzazi. Sasa nimekaa nayo hiyo nyumba miaka 6. Mwaka wa 7 wakati nimeingiliwa na haya maradhi, kuna mama mmoja anaitwa Jacqueline Kalesa alienda kuwafukuza wapangaji wangu pale. Basi mimi nikapigiwa simu na wapangaji kwamba tumefukuzwa kwenye nyumba. Wakati huo mimi nilikuwa kwenye matibabu Mbeya. Sasa niliporudi ndio nikamfuata Flowini kwamba hii jambo likoje. Ndio tukalipeleka mahakamani. Kupeleka mahakamani, baada mimi nilikuwa na hali mbaya. Tukaenda na watoto. Jacqueline hakufika siku hiyo. Siku ya pili tena tukaenda nikiwa na hali mbaya. Basi sasa wakaamua, mahakama iliamua kwamba huyu mama asije tena kwenye shauri. Wao wanakuja watoto wake kwa sababu hali yake sio nzuri. Sasa watoto wamekaa wanafuatilia kule mahakamani. Ikaonekana mahakama ikanyang'anya ile nyumba yangu na kumpa huyo Jacqueline. Sasa tumekaa tunafuatilia kutafuta haki ya hii nyumba. Tumetembea ofisi na ofisi. Sasa kwa mara ya mwisho tumebaini kwamba wale watu wakawafuatilia wale wapangaji. Tumebaini wapangaji wale wamesema wamepangishwa na karani wa mahakama, na namba zake tunazo, na chumba kingine kimepangishwa na hawa wanaoshughulika na shughuli za kuuza manyumba ya watu, madalali. Sasa mimi nikawa na shangaa, huyu Jacqueline
kule mahakamani alidai kwamba nyumba ile alipewa ofa na shemeji yake. Inakuwaje mtu ana familia alafu ofa itolewe kwa shemeji? Kwa hiyo hii imenipa kizungulumkuti mpaka nimekaa naenda ofisi hadi ofisi. Mheshimiwa Waziri, bado sijafanikiwa kunirudishia nyumba yangu, na dokumenti zote ninazo, na tuliouziana naye tuko pamoja. Haya, yule aliyekuuzia yupo? Yupo hapa, anakaa huku